uwanja pigo ili tayari kwa Simba Evans kwa sababu kama itakuwa hivi inasimama hivi, Simba inabidi watafuta. Ukiangalia viwanja tulivyonavyo Tanzania, kuna kiwanja kingine kwa hali iliyopo, sio? Viwanja vingi hizo vigezo bado. Kwa hiyo yani ni changamoto nyingine, na unajua kwa Mkapa ndio imekuwa machinjio ya Simba. Ukimpeleka nje na Mkapa, naamini kutakuwa kuna hiyo struggling ya wao kufanya vizuri. Tunazungumza mechi kichezwa nje ya nchi, ni mashabiki wangapi wanaweza kusafiri kwenda huko kwa ajili ya kufuata huo mchezo? Tunazungumza Simba watakuwa wako kwenye comfort zone yao. Unaona kabisa bado inakuwa ni changamoto tofauti na wakiwa Benjamin Mkapa. Actually kuna vitu vingi vinatokea wakiwa Benjamin Mkapa. Ile atmosphere inayokuwa mule, mentality ya wachezaji, haijalishi umecheza au kuwahi kucheza taifa. Ila ikifikaga mechi ya kimaamuzi, unaona namna gani wachezaji wa Simba wanavyo react. Mechi ikiwa nje ya mipaka ya nchi, kuna namna naona inaweza ikawa ni mechi ngumu. Yani mechi ni ngumu, ila ugumu unaweza kuongezeka mara mbili kwa sababu ya kimazingira. Yani mazingira yanaweza kapelekea mchezo kuwa mgumu zaidi, kwa sababu kuna eneo ambalo Kondo limekuwa sehemu ya kujidai. Kwa hiyo bado napata mashaka kwa mchezo wa Simba. Sijui ni wapi watachagua ambao itakuwa ni sehemu salama zaidi kwa ambao wanaamini tukienda hapa bado tutafeel kama tuko nyumbani. Sijajua ni wapi ambako wao wanaweza wakapendekeza kama itafikia. Kwa upande wako labda unaweza ukapendekeza wapi? Kwa sababu hata mimi sifahamu, lakini labda unaweza ukawa unapendekeza kulingana na factors za ukaribu, ubora wa uwanja. Ndani kwa mfano kama Kigali, Rwanda tu. Yani sidhani kama kuna eneo lingine nje na hapa linaweza likawa ule uwanja ambao Azam ulifungwa na APR. Sawa tu kufungwa kwa sababu ya uwanja. Yani maana yangu simaanishi hicho. Nasema uwanja ambao ili watu ambao wanatusikiliza wapate picha ya haraka. Kawaida labda wangeenda Nairobi, lakini Nairobi nako hakuna uwanja ambao uko CAF approved. Wangeweza kwenda Kampala, lakini nako kesi hiyo. Na nadhani kwa Ethiopia nadhani kuna uwanja ambao uko CAF approved. Kwa hiyo kwenye zoni ya Afrika Mashariki na Kati hapa, hii zoni yetu ya Sekafa, proximity wise sehemu pekee karibu hata kwa mashabiki kwenda ni Rwanda tu pekee yake. Kwa hiyo possibility ya mapema kabisa. Sasa inawezekana labda na uzuri Simba kule si wana mtu wao bwana, yule bwana Sairi. Simba si wana mtu wao Kigali kule. Si yule kamanda ambaye aliteuliwa kwa CEO afya kutokea au baada ya kuteuliwa kwenye nafasi yake kule ndo sio mtu wao tena. Ni jambo ambalo kidogo linafikirisha au zaidi ya hapo aende South Africa, kwa sababu maeneo haya labda Zambia wapi. Lakini huu ni uzembe wetu. Huu uwanje mpaka leo unafikia hii hali mara kwa sababu siku inapigwa siku moja, mara imefungwa na nani, siku nyingine watu wanarudi, mara siku na nini, ni jambo linaenda kufanyika pale. Hatujaonesha userious wa kusimamia maboresho na ukarabati wa huu uwanja. Tukubaliane kamanda na jemedari. Mbona msemi? Kwani huu sasa useme na wakati na wewe unasema, yani sasa tuko tunabishana. Tunakupa nafasi wewe useme, alafu tunataka tubishane sasa. Naomba niwape nafasi mseme nyinyi. Mnaonaje? Kwa sababu hili jambo limeanza kurekebishwa siku nyingi. Siku baada ya wiki kuna kitu kinafanyika pale. Wakati tunajua kuna AFCON inakuja mbele, tunajua kuna mashindano ya kimataifa, lakini mfano kama mechi ya Azam, hakuwepo nani, watu wamepeleka mechi pale na ikwepo kwenye ratiba. Haya, wiki nasikia kuna mashindano sijui ya nini. Of course hatutaki kuingilia vitu ambavyo watu wameshapitisha, lakini tunafikiria nchi kwa mapana mbele, kwa wawakilishi wetu na hata Taifa Stars mbeleni. Mimi nafikiri CAF wametustua. Ndio. Na it's an alert kwamba you guys mnafanya mchezo. Ndio. Unajua CAF ni mashindano yao, hawataki kuna standards wame set tayari zipo. Below standard hawashughuliki na wewe, wanahama. Unajua mashindano ya CHAN yalikuwa yafanyike mwezi wa pili. Sawa. Wakatupa muda na sisi wenyewe tukajipa maneno ya faraja kwamba sisi ndio host peke yao ambao tulikuwa tayari. Kama host kwa ujumla wetu sisi, inasema Umoja Bid ndio ambao tumewahi kupewa muda mfupi wa kujiandaa kwenda kwenye mashindano yote ya CAF makubwa. Sawa? Kwa hiyo
tukawa tunajipa kama sababu kwamba hatukuwa tayari au viwanja havikuwa tayari, miundombinu haikuwa tayari kwa sababu muda ulikuwa mfupi. CAF wakatuongezea mpaka mwezi Agosti. Lakini wanachokiona wao, unajua hii taarifa imekuja au haya maamuzi yamekuja baada ya kufanya uchunguzi. Walikuja wakatoka na ripoti kutoka kwa wataalamu wa viwanja. Wakasema bwana, kiwanja hiki cha Benjamin Mkapa kila siku kina deteriorate, kinazidi kushuka ubora wake pale sehemu ya kuchezea. Tena wao wamekuwa so specific sehemu ya kuchezea. Achana na huko kwingine. Kwa sababu wanapokuja kukagua na vitu vingine, sio? Miundombinu huko, sio majukwaa, vyo, sio dressing rooms, sehemu za waandishi wa habari, VIP and vitu vingi. Sawa, wanaangalia huko maji yakoje, sehemu ya zimamoto, kila kitu kinaangaliwa. Lakini wao walikoweka umuhimu ni kwamba ni eneo la kuchezea. Sasa siku zote kuna wakati hapa tulionekana kama wapotoshaji. Mimi katika watu waliowahi kuuliza kwamba hivi kila siku kinatengenezwa nini? Kinakarabatiwa nini uwanja wa Taifa? Kitu ambacho nimekuwa najiuliza kila siku. Wizara walikuja juu kwa kweli, wakatoa na maandiko, na wengine mimi wakanitafuta, unajua wewe. Sasa kidogo tutaelewana. Kidogo ndio tabia ya ukweli. Tunachana makali. Utakuwa wewe upendi, utachukia, utafanyaje, lakini ukweli wenyewe utakaa, utajiweka sehemu tofauti tu kwa mabana. Hapa mimi ndo nilipo. Okay. Sasa leo tunaanza kuambiwa. Kwanza mimi naunga mkono hoja ya Juma. Sioni kama kulikuwa na ulazima sana wa baadhi ya mechi kama hii ya Simba na Azam, Simba na Azam, Simba na Yanga. Kama tunataka kweli kukitengeneza hicho kiwanja kwa maana ya kwamba twende Agosti wakija kufanya ukaguzi kitumike kwenye mashindano, tungeweza kukiprotect kwa kutumia viwanja vingine kwenye hizo mechi. Kama Simba waliwahi kupeleka mechi yao na Azam, si ndio? Zanzibar. Simba mechi ya kwanza ilikuwa Simba. Ndio. Zanzibar wakashinda mabao mawili, si ndio? Kwa bado kulikuwa na option ya kwenda kucheza Zanzibar kupitia Azam. Si ligi yetu inaruhusiwa? Ndio. Hata mechi ya Simba na Yanga ingeweza kwenda kuchezwa Zanzibar. Imeshawazimishwa kuchezwa mechi kadhaa huko Zanzibar ili kutunza kile kiwanja pale, tuendelee kukitengeneza. Kama tuliamua kukistopisha, tukifanya hivyo, lakini pia tunajua kwamba vilabu vyetu, kwa mfano hivi Yanga ungekuwa na wenyewe wameingia robo finali. Imagine ingekuwaje? Vilabu viwili visingecheza kwenye uwanja mmoja. Maana yake pia sisi hatuangalii pia kwamba tuna home advantage, timu yetu ikicheza hapa Simba, kwa hiyo tunaenda kuichezesha hizo mechi ambazo kwa kweli tungeweza kuepuka tukacheza sehemu zingine. Wangeweza kupeleka mechi kwa mfano ya Simba lese na Azam. Inaweza kupigwa Isamuyo tu pale mapema, kapigwa. Kama mechi hiyo ingeweza kupigwa KMC, kwa singeweza kupigwa Isamuyo. Kama tunaona Isamuyo hapa 5 tunataka tupeleke KMC, tupunguze tu idadi ya watu cheza KMC. Zanzibar inaruhusiwa, lakini ligi hii imechezwa Yanga na Singida imechezwa Zanzibar. Kwenye kimataifa pia pitch ya Zanzibar iko sawa. Si Yanga walitumia uwanja ule? Ile ni FIFA quality, nafikiri inaruhusiwa. Unajua kuna sehemu hivi sijaangalia sawa sawa. Pana nichanganya, nitatafuta mtu anisaidie palivyo. Kwa mfano, hapa tunazungumzia Ethiopia, si ndio? Lakini tunakubaliana Ethiopia ni timu za taifa hawachezi hapa. Ndio. Sawa? Walikuja kucheza kwetu hapa, wakaenda kucheza Kongo. You guys mnakumbuka? Lakini Champions League ya Afrika walienda kucheza kule. Sasa kuna levels za Champions League, hatua ya awali na hii kwenye makundi. Kuna mahitajio tofauti. Sasa siwezi kusema nikasema uongo, na bidi nijikumbushe kitu. Kwa sababu level hii iliyofikia inawezekana ikaruhusu au isiruhusu. Unakumbuka wakati fulani tulikuja kusema hapa kiwanja cha Zanzibar kiruhusu, baadaye zikatoka messages za kwamba kiwanja kimeruhusiwa na nini kilikaguliwa, na tukaonekana kama ni watu ambao hatuna hoja. Kwa hiyo ni vizuri tukajiridhisha kama kiwanja kinaweza kika host mashindano, na kama kina host hiyo mechi. Sehemu rahisi ni Zanzibar. Na kingine jemedari, kwenye viwanja vyenye nyasi bandia, kitu kingine ambacho FIFA wanakizingatia zaidi ni
aina ya plastiki ambayo inatumika pale. Mara nyingi wanasisitiza kwamba wanahitaji plastiki aina ya polyethylene. Ambayo ndio ikoje? Hii ni aina ya plastiki ambayo inatengenezwa kwa monoma za ethylene. Kwa hiyo kwa nini? Ni kwa sababu mara nyingi huwa ni laini lakini ni imara pia, inaweza kudumu kwa muda mrefu, ni salama kwa wachezaji na inaweza kustahimilivu kwenye mazingira aina tofauti tofauti. Ambapo mfano labda ambazo zinatumika Tanzania nafikiri ni Chamazi pekee yake, na KMC Complex watumia. KMC sijaona mechi ya kuna mechi ya kimataifa imepigwa pale KMC. Hakikidhi kiwanja. Anyway, mimi nataka kufahamu labda zile nyasi za Benjamin Mkapa ni natural kabisa. Zinapaswa kubadilishwa baada ya muda gani? Kwa sababu zinaonekana ni za muda mrefu, yani kwa mtu ambaye tu anaangalia anajua kabisa. Wakati zilibadilishwa kaka. Zilibadilishwa na zinaweza zimebadilishwa, lakini zina pengine labda kunapaswa kubadilishwa baada ya muda fulani pia. Ndio, baada ya muda fulani, lakini pia kuna huduma za nyasi zinapaswa maintenance. Na kuna aina hizo nyasi ambazo zinahitaji. Na hizo nyasi zina aina pia. Kuna kila nyasi. Kuna ile nyingine mara nyingi unahitaji unaokota ukoka wako umepanda, nataka watu waje. Mara nyingi ilicho anahitaji unawasha shehe ukianguka chini. Inaitwaje mara nyingi kwa FIFA wanataka nyasi za aina mbili. Kuna Bermuda grass na Ray grass. Ndio wanazihitaji sana. Rudia? Bermuda pamoja na Ray grass. Ambazo ndio zikoje utofauti? Sasa kuzifafanua sasa mpaka uzione kwa sababu labda kuna nyingine labda ni kijani sana. Hiyo ndio standard quality ambayo wamezingatia, kwa sababu hivi hiki alichokisema Jemedari, kuna nyasi zina allergic reaction kwenye ngozi ya binadamu. Ndio huu muasho anaosema ukoka ukilala tu mzee na jasho limekutoka. Kwa lugha ya mtani nasema upupu. Hizo ambazo amezitaja Magunga ndio quality ambayo wataalamu wa FIFA wameipitisha. Okay. Kwa sababu nyasi hizi ni kama unavyoona labda mchicha una aina tofauti. Yani kuna kulingana na mbegu, sio? Mimi sio mkulima, sina experience ya ukulima, lakini ndio inavyokuwa hivyo. Kafu si FIFA wanatuletea hizo mbegu, ukizitaka wanakuletea na wakati wanafungia hiyo tarehe 20 utakapokuja kukagua, Kafu umeweka wazi kabisa kwamba gharama zitakuwa ni za TFF. Kwa sababu unajua mtu anaweza kuuliza kwa nini TFF. Kafu wa communicate na klabu. Sawa. Alafu kwa sababu pia Kafu wana shindano lao la Agosti. Hapa wao mtu wao ni TFF. Ndio wanaozungumza naye. Na umemwambia kabisa kwamba bwana tarehe 14 wewe ushasema huyu mwanachama wako mechi yake anacheza wapi. In case tarehe 20 tukija kukagua tutakuta kiwanja bado hakiridhishi kwa sababu mechi iko April 9. Sawa. Watu wanapaswa kujua hivi vitu. Inawezekana kabisa Simba wakakosa nafasi. Na kiwanja kimefungiwa kwa muda. Hakijafungiwa permanently. Kimefungiwa kwa muda ili sisi tuwe serious kwenye kukitengeneza. Na wamesema wako tayari kutoa ushirikiano kwa wataalamu wao wa miundombinu na kila kitu ili kiwanja kifikie standard. Na sio kwamba hakikuwa na standard, kilikuwa na standard hiyo. Lakini kwa sababu ya matumizi kikashuka standard na hatujakuwa serious hapo kukimaintain. Kwa hiyo wao kama wametoa alert tu kwamba jamani mwezi wa 3 mwezi wa 8 sio mbali kama mnavyofikiri, lakini kuna mechi ya Simba ambayo kiwanja kinapaswa kifika kwenye standard ndio ichezwe. Sio kiwanja tu kina mashimo ball haitembei vizuri. Na taarifa hapa Crown Media. Hapa ni nyumbani.